Tunashukuru Mungu, tunasema asante kwa Mungu wetu mwenye ambao anatufikisha tuna siku ya leo, tuko wazima tarehe 12 mwezi huu ambao tuko nao, mwezi wa 8. Tunashukuru sana kwa ulinzi wake na ukingo. Tunashukuru pia mtumishi wa Mungu ambao alipata maono hii, na kwa siku ya leo alipatia nafasi ya kuweza kutoa neno la Mungu katika grupu yetu hii ya Salut des Âmes. Mtumishi wa Mungu Apotre Amani, ubarikiwe sana. Tunakushukuru, tunasema asante kabisa. Na mimi ambao niko hapa, ambao nitatoa neno la Mungu, tutakumbushana neno la Mungu, ni mtumishi wa Mungu Pastor Leopold Museme Polo bin Mawasu. Ninatoka katika kanisa la Mission Evangelique Uwezo Afrika kule Kongo, mjini Bukavu. Ndio kwenye natoka pale katika hali za kiroho, ndio makao yangu ile. Basi hii masiku niko hapa, na bila kukawia, wa ndugu wapenzi, tutazungumza kidogo, dakika kidogo. Baada ya kutoa neno la Mungu, tutaomba. Tutasoma kitabu cha Yohana, Injili ya Yesu Kristo iliyoandikwa na mtume Yohana, sura yake ya 3 mstari wa kwanza hadi pale 5. Tutaruka tu kidogo 7, na tutatembea na kichwa ya neno, lengo la mwisho la Yesu Kristo kwa kanisa. Lengo ya mwisho ya Yesu Kristo kwa kanisa, au shabaha ya mwisho ya Yesu Kristo kwa kanisa. Ili ndio kichwa ya neno ambayo tunatembea nayo kwa siku ya leo. Basi wapendwa, ubarikiwe sana. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Injili ya Yesu Kristo iliandikwa na mtume Yohani, sura yake ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 5. Tutaruka kidogo pale kwa 7. Palikuwa mtu mmoja Mfarisayo, jina lake Nikodemo, mkubwa mmoja wa Wayuda. Huyu alikuja kwa Yesu usiku, akamwambia, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya alama hizi unazofanya ila Mungu awe pamoja naye. 3. Yesu akajibu akamwambia, kweli kweli ninakuambia, ila mtu azaliwe mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na kuzaliwa? Yesu akajibu, kweli kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Tunaruka pale kwa 7. Usishangae kwa sababu nilikuambia sharti uzaliwe mara ya pili. Sharti uzaliwe mara ya pili. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninashukuru Mungu wangu sababu ni Mungu mzuri sana na ninampenda sana. Yeye ni Mungu aliyetuumba na alipenda mwanadamu. Viumbe vyote ambao aliyoumba, hakuna kiumbe ambao alipenda kama vile mwanadamu. Na baada ya kutupenda akatupatia
akampatia mamlaka juu ya kila kiumbe, mpaka akapatia mwanadamu njoo apange jina ya vingine viumbe, apange jina mandege, apange jina samaki, apange jina nyama. Namshukuru sana. Na hapa tunaona mtu ambaye anaitwa kwa jina la Nikodemo. Wengi wanahubiri hapa sana sana juu ya wokovu, na nzuri pia haiko mbaya, lakini na mimi kuna kitu kimoja ambao roho ananifungulia hapa tuzungumzie. Nikodemo alikuwa mtu msomi sana. Vitabu vingine vya historia inazungumza juu yake kama alikuwa daktari msheria, alikuwa mwana sheria, na Mike alikuwa mjuaji sana. Na ile epoke watu wale watu walikuwa wanajua sheria, walikuwa wanapatana na Yesu. Hapo bali sijui akili gani walikuwa nayo, wanajua Mungu mwenye hapendi kuamini Yesu. Walikuwa wanampinga sana. Na wakati alifikia Yesu usiku, akafika mbele ya Yesu akaanza muabudu. Hii ilikuwa ni sifa na mabudu. Wewe uko hivi, angalia huko hivi, angalia unafanya vitu vizuri, angalia utoka kwa Mungu, hakuna mwingine kana wewe, unafanya vitu vya maajabu ambao sisi walimu wa sheria hatuwezi kuifanya. Anashikunguta pale, anatapa pale kwa mbele ya mfalme. Yesu akamwangalia tu. Wakati alimaliza, jibu ya Yesu hapa ilikuwa ukontrere na mambo ambao alikuwa anasema. Jibu ya Yesu ilitoka ukontrere na vitu alikuwa na mkichwa. Yesu akamwangalia akamwambia, Nikodemo, pamoja na maabudu yako, pamoja na kujitukuza, kunitukuza, pamoja na kuniinua, pamoja na kuniheshimu, pamoja na kujua kama mimi nitoka kwa Mungu, niko mwana wa Mungu, kitu kimoja nakwambia, pasipo wewe kuzaliwa mara ya pili, hautaona ufalme wa mbinguni. Hawezi. Nikodemo anastuka. Hawezi. Ndugu mpendwa, pamoja na kutumikia Mungu wetu, pamoja na kuingia makanisa usiku na mchana, pamoja na kutoa sadaka zetu, pamoja sijui na kuhubiri namna gani, pasipo kuzaliwa mara ya pili, hatutaona ufalme wa mbinguni. Pamoja na kuwa na miaka mingi ndani ya kanisa, pamoja na kuwa na vyeo, pamoja na kuwa na majina ya kila aina, pasipo kuzaliwa mara ya pili, hatutaona ufalme wa mbinguni. Nikodemo sasa akasema, sasa mimi mtu mzee hivi, kisha kwa mtu mkubwa, nitaingia mtumbo ya mama yangu hai. Na mtu anazaliwa kwanza apre unikala mtumbu. Sawa vile wewe Yesu ulifanya miaka 9, miezi 9 tafadhali. Baada ya miezi 9 ukazaliwa, sasa mimi nishakuwa mtu mkubwa, nitaingia tena mtumbo wa mama yangu hai. Yesu akamwambia, utazaliwa kwanza kwa maji na kwa roho. Hapa sasa ndio kwenye shida hiyo. Kwa maji na kwa roho inatafuta kusema nini? Yesu alikuja kutuokoa sisi wanadamu, na akasema ukakubali tu kwa Yesu Kristo kwa Bwana mkozi wa maisha, unaokolewa. Yaani etapu ya kwanza ni kubatiziwa kwa maji mengi. Etapu ya pili ni kupokea Roho Mtakatifu, kubatiziwa kwa Roho Mtakatifu. Ngine Yohana aliwaambia, mimi nawabatiza kwa toba, lakini kuna yeye nyuma yangu atawabatiza kwa moto, kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
Jina la Bwana libarikiwe. Nikodemu pale akanyamaza, alikuwa stope. Habikumwingia tena mzuri. Hakuelewa tena ni nini. Hakuelewa ni nini. Hakuelewa. Hapa Yesu alimwambia wazi. Na aliona ile roho, ile nafsi na mkuia mbele yake isipotee. Inabidi kwanza amwambie kweli, atoke kwanza mwili mawazo ya miujiza. Akianza na miujiza hataelewa. Juu ni mjuai sana, ni mtu mwenye anasoma mingi sana. Akamtosha mwakili ya miujiza. Akamwambia pamoja na ile kunitukuza yako, ndiyo, lakini uzaliwe mara ya pili. Uzaliwe mara ya pili. Yaani Roho Mtakatifu kwanza akubatize. Ubatizwe na Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa, hii ni jambo nguvu sana. Na sisi nafaa tunajielewa mzuri. Tunalielewa mzuri. Yesu alikuwa na mitume. Yeye peke alienda milimani. Akaomba. Akashinda kule, akarudia. Akakuja na majina ambayo baba yake alimupa. Akawachagua 12 akatumika nao. Muda wa miaka 3. Lakini hawa watu walikuwa bado hawabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bado alikuwa anatembea nao, walikuwa wangali na ile utu wa kale. Walikuwa wangali na utu wa kale. Sababu utakuta hapa wakati walikuwa na Yesu na wakati Yesu alienda, walipokea Roho Mtakatifu, tabia mbili pale ziko tofauti. Tabia mbili pale ziko tofauti. Zenye zilikuwa zitokeza nyuma. Kuna mmoja itokeza mbele na nyingine ikatokeza nyuma. Tunaona kama hao watu hapa sababu walikuwa na mwalimu wao, walikuwa hivi, sasa alienda wakakuwa hivi. Walikuwa na Yesu. Lakini alikuwa bado hawayaokoka. Bado kabisa utu wakali ilikuwa ingali ndani mwao. Ilikuwa ingali ndani mwao. Kwa nini nasema vile? Sababu saa zetu tuna mingi ya kufanya. Tutagusia tu pale kama tutaishia leo. Tunakuja kukuta hapa huyu ambao anaita Petro. Huyu ambao anaita Petro. Yesu njo ayatia fungu. Njo mwenye alikuwa anashimamia huduma. Ile ministeri. Huduma ni. Yeye ndio alikuwa anasimamia. Njo aliacha. Lakini pamoja na ile alikuwa na Yesu, alikuwa bado hayaokoka. Bado. Tunajua kitu yeye alifanya hapa hii inajulisha kama alikuwa bado hayapata wokovu kamilifu kabisa, alikuwa yavunjika. Alikuwa kabisa hayapondekana. Alikuwa kabisa hayabadilika. Tunasoma pale kwa Yohana ile tu. Ile Yohana sura yake 18 mstari wake wa 10, tutasoma pale kidogo tusikie neno kidogo hapa. Baada ya kuendelea na somo letu, ile Injili ya Yesu Kristo. Andiko la mtume Yohana sura yake 18 mstari wa 10 nasema hivi: basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akauvuta, akapiga
mtumwa wa kuhani mkubwa, akakata sikio lake la kuume, na jina lake mtumwa ni Marko. Jina la Bwana libarikiwe. Miaka 3 iko na Yesu akitembea na mwalimu, lakini utu akali ilikuwa ingali ndani. Anakia kama mtu atafuta Yesu, wewe anapiga vitu kofi, asema la, unapiga kamata mpanga lisikio pa, anakata. Yesu akamwambia hapana, nia asikuambia kama ulipigania, kamata lisikio na vivishi. Alikuwa anaangalia ile tabia ukata bichwa ya samaki. Kutengeneza makayao, anakata kichwa samaki kama anafanya na papula manani mamili ya samaki na mpanga ilikuwa makali kwa ila kwa ngali nayo kichwa. Alikuwa ngali na kichwa. Anapigania Mungu. Tusikie tunapigania Mungu. Ndio maana Biblia inatuambia kama wakati unakwambia kama unakuwa na ubishi juu neno ya Mungu, epukana naye, toka. Zungumuza, ambia mtu kaona anakuwa na ubishi, toka. Anakuwa mjuku, wengine watu kwa yuai. Hapendi kuambiliwa. Unamwambia hapana hivi, ipo na kuuliza neno na hana ile moyo wa kusikia. Hana moyo wa kupenda kujua. Ndani mwake mnajua mnaya pepo ya ubishi. Anakuwa na hali ya kuuliza. Achana naye. Apigania yake Mungu. Mungu atamfuta tukukumba kule. Yeye Mungu atakutana. Atakutana tu na Mungu. Yesu akamwambia Petro, mimi walipigania yake. Kanacho. Hapa Petro alikuwa hayavunjika. Alikuwa hayabatizwa na Roho Mtakatifu. Bado alikuwa anabatizwa. Na watu wengi wiko hivi makanisa. Wengi wanahesabia miaka. Banatoa chama ajabu sana. Banatoa kabisa, manake ni namna moja ya maajabu. Wanakaribisha wageni kabisa. Mbele ya pasteri kabisa wanaheshimu. Mbele ya mchungaji wao kabisa lakini hawabatizwa na Roho Mtakatifu. Mangali na tabia ya tate ya asiria. Mangali mimi, unajua mimi wanasema kama mimi nafanana tate yangu. Mimi nafanana baba yake na baba makali. Ni unaona kweli una huko mkanisa na iko na miaka na ila paseri kila ibada iko tayari, iko ndani hata kosa anaona kama nikapigana bo nikawana ni mbaya nikazini kuko ba vile hata zini hata, lakini kuko mwingine bule wenye bungali ndani, sababu mbele ya Mungu hakuna dhambi kidogo. Yoyote yenye mapenzi yake tu kama hii ni dhambi. Hii ni dhambi. Alivurugana na mtumishi wake pale Musa kakitu kadogo tu. Kini neema ya Musa alipata itakuwa yako wewe. Akafitika kwanza mwili wa Musa na hivi. Hakuna wanajua kwenye nakuwaka. Kakitu kadogo tu. Akavurugana. Tuko mingi makanisa. Na watumishi wenzangu ni hivi. Ndio maana alisema si wengi watakuja kwangu wataniambia Bwana Bwana. Nilitoa pepo kwa jina lako, tawaambia mimi sikujua. Ndio. Tabia ya zamani, utu wa kale haitoki. Roho Mtakatifu bado hayaku
alikuwa bado hayavunjika. Alikuwa bado. Mtume aliwaambia hivi, Yesu akawaambia, msitoke na injili, ngoje Yerusalemu. Nitawatumia msaidizi. Nitawatumia nani? Msaidizi. Ndio mwenyewe mtatembea. Najua kama mko na nguvu ya kutembea. Mlishakuwa na akili, nilikuwa nasema nini? Mko très eloquent. Mko kabisa. Naona mimi nilikuwa nafanya, mliamini na nyinyi mko naifanya. Mungu na nyinyi mko naifanya. Sababu alikamata kwanza ile 17 kwanza akaituma kustage. Sababu alienda kustage, akaona mapepo inawatii, banakemea mapepo. Lakini alimwambia msifurahie pepo, lakini mfurahie majirani, inaandikwa katika ufalme wa mbinguni. Kubatizwa mara ya pili. Wakati walipokea Roho Mtakatifu, Petro hapa alikuwa anapata vita. Balikuwa anapata vita ya majabu. Bana wazungulika, wanawatukana, lakini wanakula kwa pole pole. Hapo wanapigana tena. Kupigana ikaisha. Sababu ya nini? Anakusha kupokea Roho Mtakatifu. Lengo la Yesu Kristo la mwisho kwa kanisa lake ni kubeba kanisa katika ufalme wa mbinguni. Kupokea Roho Mtakatifu katika ufalme wa mbinguni. Katika ufalme wa mbinguni hapendi mpondekane, atupondekane kwa duniani. Ndio maana ndugu yangu, tujichunguze kwa tabia yetu. Tunafanya kazi ya Mungu, tunapenda Mungu, tunapenda huduma, tunapenda watumishi wa Mungu, ndio ni mzuri sana. Lakini kuna lakini kasoro, tabia, ile utu yako ya kale ingaliki inaonekana kwa Kristo, ingaliki inaonekana kwa wenzako waamini, ingaliki inaonekana. Na Mungu anapenda wewe mtumishi wake, wala wewe mkristo wala mtu wake, bakusemee mabaya yenyewe ya ufanye. Lakini ukakuwa mwile hali bana kusemea mabaya na huko ndani anakuacha. Kile kama wanakutukana, bana kusingizia mabaya, bana hivi na hivi, na huko mwile vitu utapata ukingo kwake. Utapata ukingo kwake. Ndio pale wanasema katika kitabu cha Mezali 26 tafadhali 26 mstari wa kwanza hadi wa pili. Laani siku na sababu haimshike mtu wa Mungu. Haimshike. Mezali 26 à 2 pale. Haimshike. Wewe utatupolaniwa wala bongo yako. Mungu anawe wewe kufanya vile. Haitafanya. Hakuna kitu kitafanya. Hakuna. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna. Bata kutendea mabaya. Bata kuambia alifanya hivi. Na Yesu alimwambia kiko hivi. Bali mwambia kiko, lakini sababu banakwambia kama alikufa bila dhambi. Na Yesu anatutakia mazuri. Ufalme wa mbinguni. Tuingie mule. Anazungumza pale kwa Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, na vingine vyote mtavipata. Mafaa
gani ya kuwa mtajiri hapa ukose ufalme wa mbinguni? Na kila kitu niingia mwacho duniani, unajua kila kitu nitapata nini? Petro alimuuliza, tunakufuata na sisi sasa tutapata nini? Alimwambia ufalme wa mbinguni. Kama tunafanya kazi hapa, tujue ile kazi tunafanya. Kama tujue kama watumishi, tujue kama kazi tunafanya, tufike siku moja katika ufalme wa mbinguni. Tutapata mataji. Ndugu, unajua unatoa sana, lakini angalia pale kitabu cha Mungu nasema Kutoka 25. Mungu anaambia pale kushoto, anaambia Musa, anaambia waambie wana wa Israeli, kila mtu mwenye kuna roho yenyewe ishatakata, mwenye anatubu, mwenye anatengeneza, njoo nitolee sadaka. Na ingine watumishi wangu tunapokea tu. Lakini sasa inawezekana ule mtu unaona hali yake, lakini unapokea sadaka sababu ya ile sadaka zake na kufunga macho, kumwambia ukweli inaanza kushinda. Hilo unaipoteza. Ambia mtu kweli, imsaidie ile siku ya mwisho tulaki Bwana yetu. Sisi zote hautakuwa na Wakristo kisha kesho Wakristo. Wakati tunawaambia kweli, Mungu anafurahi. Bapotee tena, hakuna shida. Bopeki. Lakini kuna waambia ukweli. Mtu kutosha mtu mtabia yake ya zamani, mpaka ye peke ajitambue. Anajitambue lakini apende kuacha. Nitakuwa vitu vyote viko wazi. Mungu alituambia, neno la Mungu nasema kama kila kitu chote kinawezekana kwake. Anasema pale kuna ule nani Injili ya Yesu Kristo, Yohana 14 yake na 12 mpaka 15. Lolote mtakaoomba kwa jina langu nitalifanya. Lolote. Ukiniamini tu kama mimi niko Bwana mkozi wa maisha yako, na miujiza nilifanya, na wewe utaifanya. Wewe unaomba Mungu. Nondoshe utoka. Kila mara mimi naweza kuambia watumishi wote, kama tunaweza kuwa na hitaji ya sisi kuombea, sisi ambao tunaitwa watumishi wa Mungu, sisi ambao tuliokolewa, tuliokubali kuwa Yesu Kristo Bwana mkozi wa maisha yetu, tuombee kwanza matabia zetu, utu wetu wa kale. Bila hilo tutakosa mbingu. Kila mtu kuna kasoro, lakini ujitambue. Ya lazima sana. Wakati tunaiombea, itafika msiku ya mwisho, inawezekana Mungu, roho wa Mungu atakutembelea tena uitengeneze mara nyingine. Lakini wakati unaifungia, utakosa mbingu. Utu wa kale. Uko nafanya kazi ya Mungu na ungana na fitina. Huku Mkristo mkanisa na ungana na lutetano. Huku Mkristo mkanisa na ungana na ukabila. Huku mtumishi wa Mungu nasimamia watu, lakini mwenye akuhudumia kila wakati unamchanja ni amor. Hautapenda kumwombea, maombi ni yulu. Hapana vile. Haiko vile. Huko mtumishi wa Mungu na ungani mchoyo. Hapana. Ni mubaya. Ungana tabia ya tate yako.
ubatizo mara. Na kuna neno inatusaidia hapa sana kwa hii somo letu ya siku ya leo. Kwa kuwewe kuweza kubatiziwa mara ya pili, kusudi uone ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio hakuna kingine leo. Pensée yetu haikwake hapa. Pensée yetu haikwake hapa. Iko mbinguni. Ndio finalite ya makao. Pensée yetu haiko hapa. Tusema neno la Mungu hapo kumalizia. Injili ya Yesu Kristo iliandikwa na mtume Luka. Injili ya Yesu Kristo iliandikwa na mtume Luka sura 11 mstari wa 11 hadi 13. Leo Mungu anasema hivi: Baba, nani katikati yenu mwana wake akimuomba mkate atamupa jiwe? Au akiomba samaki atamupa nyoka? Au akiomba yai atamupa nge? Kama ninyi mulio wabaya munajua kuwapa watoto wenu zawadi njema, si zaidi Baba yenu aliye katika mbingu atawapa wote ambao wanaomuomba Roho Mtakatifu? Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ni kwa mzazi wote anapatiaka mtoto yake vitu vizuri, na mtoto anajua kama baba yake anakuwa na kila kitu. Baba atanuzia mtu gani, baba atanuzia hivi na hivi, baba atanuzia kitu fulani, anajua kama baba yake hawezi kosa kitu. Na sisi tunajua kama Mungu wetu hakuna kitu kenye anaweza kosa tukimuomba. Ataangalia tu hali yako, na huyo nikampatia $100,000 kabisa, anaweza haitampoteza huko. Hapana, ananilomba pesa kwa sababu mimi nampatia tu tajiri wa watoto, kupitia wale watoto watapata pesa watamhudumia. Hawana hivyo, ananilomba pesa, nitapatia utajiri wa mashamba au vitu gani, lakini kila kitu anaweza, sababu yeye anaweza yote. Anaweza yote. Mecho anajua makapasite zetu. Anajua, ndio maana anasema pana, wewe utampatia, utampatia. Unaweza mlomba hiki, anasema pana. Mtampatia katafurahi, mtampatia ataenda hivi. Lakini kila kitu anaweza. Vitu vizuri ni nini? Kwa Mungu kitu kizuri ni nini? Ufalme wa mbinguni. Anasema tumuombe Roho Mtakatifu. Kwa ile utu wako wa kale ungaliki nayo, omba Roho Mtakatifu avunje utu wa kale, haitoshi. Tunda kenda ya rohoni. Mungu anasema anaturekomande tuwe nayo. Anajua kama alikuokoa familia yenu, akukwake hamupanaki. Lakini bali wa pembeni wanasema bali familia wale watu hawapanaki. Familia wale watu wanapiganaka. Familia wale watu maki hao ni hatari sana kuuzinifu. Lakini Mungu anakutosha nuru. Na mwenye atakutasema huyu kuna tabia tu, atapata kwa tabia ya familia yako. Sasa Mungu anakuambia ili kitu ndani mwako juu ni ya damu. Hereditaire iko mudamu. Anajua kama wewe utaomba, unakuja huko kwake, Roho Mtakatifu ataingia mwewe, atatosha vile vitu. Sasa wewe unashikamana naye. Unashikamana naye. Ndio nakwambia neno la Mungu, shikamana naye. Omba. Sogelea watumishi wa Mungu. Inawezekana pia saa mwa kuomba itakushinda kusoma Biblia, wengine wanashindwaka. Lakini unaambia mtumishi wa mchungaji na msogelea kimba. Lakini mimi napenda Mungu sana papa. Lakini
mara moja na hivi. Na kwa ningine najisikia kuwa mchoyo. Najisikia ningali na hasira mingi. Niombe. Paulo anaomba Roho Mtakatifu. Na mchungaji, mtumishi wa Mungu, aliochaguliwa na Mungu juu ya kuchunga kondoo, juu ya kuhubiri Injili, ataomba. Na inawezekana kuna ingine maelekezo pale atakwambia nini anamfungulia. Hakuta ingine ya pili isipokuwa tu kuomba. Kuomba tu. Hata kwambia sema uende kama tilingatele, uiname au chanjiu. Kuomba hii kitu itoke. Hii ndio neema ndio inaweza kuwa au kusoma Biblia pale ku Luka 11 lakini unajisikia hii kitu niko nacho hakiko pia kwenda kwa mchungaji. Wende. Tunataka malizia. Lengo la Yesu Kristo ya mwisho wa kanisa ni kubeba kanisa katika ufalme wa mbinguni. Sawa, anasema kama naenda kuwatayarishia makao. Naenda kuwatayarishia makao. Na mimi nikute pale. Tuvume katika mji mwenye kwa ndani. Barabara ni oro, biti ni oro. Kila kitu. Na kuangara. Ndugu mpenzi, mtumishi mwenzangu, kama ungaliki na hii kitu na huko unafanya kazi ya Mungu, na huko unaingia mkanisa, hii tunda kenda za roho, ungali hauna tatu au kuna tatu na kosa zingine, karibia kwa mchungaji wako. Kama uko mtumishi mwenzangu, lilia Mungu wako, usikose mbele. Ulisafanya kazi mingi. Inaweza kuwa biku watumishi. Niliwaona, tunawajua. Tulitukaniwa na wamoja. Na niko na huduma. Tulizarauliwa na wengine na niko na huduma. Na wengine walikuwa natuima waziwazi hivi. Tangaza, tulipita mainchi, tuliona vitu mingi. Na kwa kweli ukaomba Mungu, anakuambia ni mie nilipatia huyu mtumishi wangu hii huduma. Ni mie nilimchagua. Roho wa Mungu anakuhakikishia. Lakini unaangalia ndani ya mtumishi mwenzako tabia. Mchoyo mwa wa hatari. Munafiki mwa wa hatari. Kama ungalika na hiki kitu, piga magoti. Omba Mungu, saa hii ni ujumbe. Lilia Mungu wako. Mpaka siku utajisikia kile kitu kinatoka. Utajisikia kabisa ili uchoyo inaisha. Nilisoma pale Bujumbura masomo ya kimishonari. Tulikuwa na mwalimu wetu, tulikuwa na walimu wawili na kiroho kabisa wa Tanzania. Akatuambia juu ya roho ya chuki. Akatuambia ile roho ya chuki iko pepo nguvu sana. Na akatuambia kwa kuitosha ifo siku 21 ya mafungo au kule. Ni mapepo hizi za kifamilia mungaliki nazo. Pepo za kijamaa. Mila ya kijamaa. Il faut 21 jours ile inatoka. Sasa ungaliki na ichuki itakuwa. Na inawezekana uombaki. Unaomba mkanisa lakini haufungaki. Ni mwalimu anakuambia hapa, alituambia kama 21 jours. Chuki kutoka na muko nahesabia miaka unatoa sasa. Na mimi nakukumbusha tena hapa kama
Kutoka 25 Mungu anaambia Musa, waambie wana wa Israeli, wowote mwenye kutayari ndani ya moyo wake mtolee sadaka. Hapa si utalaumu kanisa bure hapa. Utalaumu pasteri bure. Wewe mimi natoaka. Ndio unatoaka. Tukatabe na Mungu anaweza kubariki. Sawa, toa ina problem. Mungu anaweza kubariki kutoa yako. Juku tu vingine vitu unapata hapa. Unatoa unapata. Utabarikiwa hapa. Sawa, tukatabe. Lakini hapa tuko tunatafuta ile lengo la mwisho la Yesu Kristo kwa kanisa, ufalme wa mbinguni. Sasa anaanza kufunulia ile kitabu ya Matendo. Ulifanyaka hivi, ulikuwa unaingia mkanisa sawa, lakini siku fulani ufaka hivi, siku fulani hivi, pepo ya kifamilia na kufunga. Na unashitapaka nawe mimi na baremu, mimi na paka pembeni ndio anashuhudiaka mtu. Si watumishi wa Mungu ndio wanatushuhudia kwanza ni familia yetu. Na familia yetu kutoka ndani. Ndio ile jamaa kutoka ndani inajua tabia yako. Inaijua. Ile karakteri yako. Lakini wa ule ja mboko lisa mkubwa wako amroka mtu alikuwa kaikuna, lakini yani kanisa hatumuleta ndele kitu. Tuko wanadamu, tukose makosa, hatukose. Lakini neno linatuambia kama isifike magharibi na ungali na hasira, ondosha mbio. Utasirika pale unatuma hata binaweza kufikia. Lakini kama magharibi hapa nifaa mbaya. Kama ule mtu kwa naye pale mkimbilia Bwana msanii. Hili ndio roho ya mtu wa Mungu. Hapana roho ya kutia, ya kukumbuka wila ni maka. Hapana. Mtu sikia tuzungumze juu ya neno. Yesu aliona Nikodemo mbele yake. Akamwambia tafuta kubatiziwa mara ya pili. Na wewe nakwambia Mkristo mmoja, Mkristo mtumishi wa Mungu, ngine kitu ngaliki nacho, batiziwa mara ya pili. Batiziwa mara ya pili. Anza kuangalia kitu sasa, aljandae ndani, wasikia ujiangalie wewe peke ndani mwako. Nini ingali bado hayakuachaka? Nini ingali bado nakusumbua katika matabia zile za kimungu? Nini ingali nakusumbua? Unahubiri mzuri, mafundisho mazuri, unalamkia kabisa mkanisa, lakini nini ingaliki nakusumbua? Unajua na watu wanasema kama hii ingali inanisumbua. Sai tunataomba kifasi Mungu, angalia, kumbuka kile kitu kile kinakusumbua. Tunataomba kabisa. Tunataomba, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Chunguza Baba, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze mwenendo wangu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze masemi yangu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze tabia yangu, chunguza, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Tunaomba Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, mtakatifu, 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 nimepiga magoti Bwana, alama ya kujishusha. Naombea kanisa lako, naombea wapendwa wako, Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo. Baba, neema yako ingali, ungali katika kiti cha rehema,
hawaingia mkiti cha hukumu. Baba, naomba kitu kimoja saa hii kupitia neno hili Bwana ambalo unipatia. Nitoe mbele wapendwa wako kwa siku ya leo na saa kama na hii. Naomba roho wa toba ishuke ndani ya kila mtu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hata nikiomba saa hii nikikemea pepo ya tabia ya kila mtu, Baba, itakuwa shida kidogo, sababu hata shitambua. Kwa hayo naomba tu roho wa toba. Roho wa toba njoo ashuke ndani ya kila mtu mwenye angali na tabia hii mbaya, na angali ndani ya kanisa, anahudumia, anafundisha, anakaribisha wageni, lakini kuna tabia ambayo Bwana uko unamuona ndani. Kuna tabia ambayo Bwana uko unaiona ndani ambayo inakuchukiza wewe. Na yeye peke anaonaka lakini anashindwa kutoka ndani. Naomba roho wa toba ashuke katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho wa toba ashuke katika jina la Yesu. Roho wa toba ashuke katika jina la Yesu. Roho wa toba ashuke katika jina la Yesu. Siku na mchana imkoseshe amani Bwana. Atengeleze kwa kila mtu ule ambao aliotendea kupitia tabia yake mbaya, na ule mtu angali na mlaumu, anamuona ndani ya kanisa, anamuona anasimama mbele yake na ni mtumishi, anasema mbona huyo alifanya hiki, mbona yatengenezana na mimi, mbona alifanya hiki. Roho wa toba shuke kwa jina la Yesu Kristo. Roho wa toba shuke Bwana kwa kila wote wale ambao wasikia neno hili Bwana. Ninaomba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu watumishi wako. Kuna watu wanakupenda. Kuna watu wanaamini Utatu Mtakatifu. Lakini Bwana bado roho hayavunja tabia utu wa kale. Baba, ubatizo wa Roho Mtakatifu ingie kabisa kwa jina la Yesu. Ingie kwa jina la Yesu. Ingie kwa jina la Yesu. Ivunje kila kitu chote kile. Ivunje tabia yote. Baba, ajitambue. Sababu unasema kila kitu kwako inawezekana. Yote kwako inawezekana. O Kristo Yesu. Baba, mchana wa leo nakuomba hivi Bwana, tembelea kanisa hii, tembelea wajoli wako katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana sababu Mungu maombi unayasikia katika jina la Yesu Kristo. Na wowote Bwana hatakapokuomba kuhusu jambo hili, hivi tabia kifamilia imutoke, angali na tabia baba na mama, angali na utu wa kale, Yesu, ninajua atapokuwa mbele yako Bwana utamkubali na utamrudilia upya katika jina la Yesu. Amen. Mungu atubariki. Amen.